Kwanza nataka nizungumzie umoja ambao nimeukuta hapa. Niwapongeze sana sana wabunge. Niwapongeze sana kwa sababu tangu mmeteuliwa, hii ni mara kwanza mimi nafika, lakini umoja niloonesha hapa inaonyesha kwamba mwaka huu 2025 mpaka 2030 kazi nzuri inaenda kufanyika katika mikoa yote miwili ya Pemba. Lakini niseme tu yale ambayo mmezungumzia nimeyachukua, salamu nimezichukua pamoja na zile za wabunge wote waliopanda hapa. Lakini pia Mheshimiwa Asa amezungumzia kuhusu elimu hii ya secular. Mimi namfahamu Zainab na labda nimzungumzie kidogo. Wakati nilipoambiwa kwamba Zainab anakuja kugombea Pemba, mimi wa kwanza nilimpa baraka zangu, na nilimpa baraka kwa sababu namjua Zainab ni mtendaji, namjua Zainab ni mkweli, na namjua Zainab ni mchapakazi. Na nitasema hili kwenye ukweli kwa sababu wakati wa mchakato wa wabunge wa vijana nilimtafuta Zainab. Yeye ilikuwa mara yake ya kwanza anaingia, lakini mimi nilimtafuta yeye kwa sababu nilijua yeye alishawahi kuwa kiongozi, lakini pia yeye nafahamu uwezo wake alionao, lakini pia experience yake ya kukaa kwenye ukuu wa wilaya. Nilijua ameshaona mengi sana kuliko hawa wenzetu wadogo ambao wapo, hawa wabunge wa vijana na wengine wako Unguja kule hawajaja. Kwa hiyo nilichofanya, nilimpigia simu Zainab, nikamwambia Zainab, najua wewe ni mara yako ya kwanza unagombea, lakini nafahamu uwezo wako ulionao. Zainab, na kuomba ushike wenzio muingie pamoja katika bunge. Na yeye hakusita. Yeye mara yake ya kwanza tukumbuke, lakini hakusita. Akanambia sawa, na tukumbuke kwamba kuingia kwenye ubunge kuna mashindano. Kwa hiyo yeye hakuogopa. Akasema sawa dada, hili nimelipokea, nitawashika na nitakuhakikishia wataingia. Kwa hiyo alilipokea, na alilipokea kiukweli kweli na kiroho safi, akawashika na wabunge vijana wote wale wakaingia. Hongera sana Zana. Kwa mimi sina shaka na yeye. Mkoa wa Kaskazini Pemba mmepata kiongozi, tena kiongozi bora katika yote ya dini na bora katika yale ya dunia. Yaani yuko vizuri kwenye yote. Ukimleta huko anacheza, ukimleta huko anacheza. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mkoa wa Kaskazini Pemba mmepata kiongozi bora, na naamini huu umoja wenu ambao nimeona leo utaenda kudumu mpaka tunaingia kwenye uchaguzi 2030. Na mimi nawatakia kila laheri katika haya. Lakini jengine ambalo nataka kuzungumzia, wabunge nyote mlipopanda hapa mlimpongeza Zainab kwa jambo zuri ambalo amelifanya. Sasa nataka mshikamane na Zainab ili mwakani jambo lisiwe la Zainab peke yake, jambo liwe la wabunge wote wa Pemba, wote, viti maalum, vijana wote, jambo liwe la wabunge wa kutoka Pemba. Kwa hiyo tumsaidie mzigo huu ambao Zainab ameuanza, ili tumuunge mkono kwenye jambo jema. Lakini jengine pia ambalo nataka kuzungumza hapa, niseme kwamba napokea wenyekiti, nimeambiwa na upokea kwa muda, kwa sababu ukizungumzia uongozi inaenda pana sana. Yaani sio wabunge tu labda na wakilishi, inaenda mpaka marasi, inaenda mpaka madisi wanawake, inaenda mpaka inashuka huko viongozi, tuko wengi wanawake. Sasa na upokea wenyekiti kwa muda, kwa maana kwamba tukesha kuestablish huu moja, basi tutafanya uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti ambaye atakuwa ndo mwenyekiti wa uongozi wa wanawake Waislamu Zanzibar. Lakini na mimi nitakuwa niko nyuma yake kumuunga mkono, ili kuona kwamba umoja huu unafanya kazi kwa yale ambayo tuliyoyakusudia.